Lakini unaona huo mfano. Hatuishi tu kusema kwamba katiba si demokrasia. Na ndio maana unakuta kuna wakati watu walikuwa wanazozana kule Kigoma. Inakuwaje ziwa hilo moja sisi tunafunga ziwa kwa maana hatutakiwi kuvua, lakini wenzetu wa upande mwingine wa nchi nyingine wanavua. Je, katika huo uzio tuna uzio ambao samaki hao huko hawaendi au samaki wa huko hawaji? Umeona huo mfano namna hiyo. Lakini tuna mfano wa ziwa Victoria. Kuna wakati mpaka sasa kuna maeneo mengi ya mkoa wa Mwanza na mikoa ya karibu Mara, mkoa wa kule Kagera, unaona kuna baadhi ya maeneo kuna shida ya maji. Watu wanajiuliza tunakuaje na changamoto ya maji wakati tuna ziwa kubwa Victoria ambalo maji yake yanaweza kuwa salama kwa mahitaji ya binadamu kwa maana ya kunywa. Lakini unaambiwa ili ziwa Victoria si kuna mkataba kulinda si mto Nile, si takataka gani, si ujinga upi na nini. Unaona ni kwa sababu hata ukienda kukompiti kwenye mahakama za kimataifa utaambiwa hilo ziwa Victoria liko wapi kwenye katiba yako? Una majibu? Kuna mtu ana majibu kwenye katiba kwamba ziwa Victoria limetajwa? Yupo? Kwa hiyo Wamisri wakisema sisi tunatumia kama ziwa Victoria kwa sababu ya ulinzi wa mto Nile, wako sawa. Inawezekana iko wanachokisema wameweka paka kwenye katiba yao kwamba kupitia ulinzi wa mto Nile kuna ziwa kubwa kutoka Tanzania linaitwa ziwa Victoria ambalo chanzo chake ndicho kinalinda mto wetu Nile. Utapofika kwenye kukompiti wewe matumizi ya ziwa Victoria kwenye mahitaji ya kibinadamu, Misri wanakuambia haiwezekani. Si tuko sawa sawa? Kwa hiyo unaona kwamba ijue katiba mwaka 77. Kwa nini tulifikiria hivyo? Tunataka tuijue katiba ili tuseme tunataka katiba mpya yenye uhitaji hupi. Hilo linaweza kuwa jambo moja. Jambo la mwisho kwenye katiba, maana nimesema yapo mengi ya kugusa, lakini kwa sababu tuna ziara hiyo ya nchi nzima kueleza juu ya kuijua katiba ya mwaka 77 ili tupate katiba mpya, nitawadokezea na ibara nyingine ndogo tu ya mwisho. Leo Watanzania tunadai katiba mpya, na wakati mwingine mimi nimekuwa na maswali mengi. Chama cha Mapinduzi ambacho ndicho chenye kuunda serikali wamesema wanataka katiba mpya na wameweka kwenye ilani yao ya Chama cha Mapinduzi. Lakini vyama vingi vya siasa vilivyoshiriki uchaguzi wa mwaka 2025, sehemu kubwa ya vyama vya siasa kama sio vyote vimeweka namna ambavyo wakichukua serikali wataleta katiba mpya. Lakini wadau, wanaharakati, vyama vya siasa, wananchi wamekuwa wakieleza namna ya upatikanaji wa katiba mpya. Sasa wakati mwingine najiuliza swali, katiba mpya anayo nani? Nani ambayo anayo katiba mpya tunapaswa kumdai? Kama sisi mwenyewe wanataka katiba mpya, upinzani tunataka katiba mpya, si watu gani wanataka katiba mpya. Katiba mpya anayo nani? Nani anayo katiba mpya tumdai? Tumfuate hata nyumbani kwake tumgongee, ni yupi huyo? Mamlaka ipi yenye katiba mpya tukadai katiba mpya? Kwa sababu tunataka katiba mpya. Katiba mpya ni uhuru kamili. Sisi tuliwahi kusema hivyo, katiba mpya ni uhuru kamili. Sasa katiba mpya anayo nani? Tunataka katiba mpya kweli, anayo nani atupe katiba? Sasa hapa tukapekua kidogo, na mimi nimepekua. Mimi sio mtaalamu sana wa mambo ya katiba, sio mtaalamu sana na sio msomaji sana wa katiba, lakini nilipekua kidogo, na kulingana na ada ya baba yangu alionilipia shule, nafikiri itakuwa uelewa wangu ndio umeishia hapo. Kwa hiyo inawezekana kuna watu ambao baba zao walilipa ada nzuri zaidi, kwa sababu sisi tumesoma shule za Kayumba na wakaendelea mbali zaidi, inawezekana wakawa na ufafanuzi mzuri juu ya hiki ambacho naenda kukitaja. Swali langu hapo awali nilisema kwamba katiba tunaipata wapi? Nani anayo katiba? Kwa haraka katiba mpya ipo kwenye katiba ya mwaka 77. Yaani katiba ya mwaka 77 ndiyo yenye mamlaka ya kutoa katiba mpya. Yaani likitokea swali, nani mwenye katiba mpya? Chama gani chenye katiba mpya?
taasisi ipi yenye katiba mpya, serikali ipi yenye katiba mpya, waambie serikali ya katiba ya mwaka 77 ndiyo yenye katiba mpya. Nani tumdai katiba mpya ili tupate katiba mpya? Wa kudaiwa katiba mpya ni katiba ya mwaka 77. Sasa twende kwenye katiba ya mwaka 77. Mimi kwa ada nilolipiwa na mzee wangu sijaona sehemu ambayo katiba ya mwaka 77 inatoa majibu ya upatikanaji wa katiba mpya. Mimi sijaona, na kama wenzangu wapo wataalamu wa kusoma katiba watanisaidia, lakini kwa ada nilolipiwa na mzee wangu na uelewa wangu nilokuwa nao kichwani mdogo, sijaona katiba ya mwaka 77 ikieleza namna ya upatikanaji wa katiba mpya. Sijaona, lakini kama ipo, sisemi kama hakuna. Mimi sijaona, ila kama ipo mnaweza mkaniambia ipo kwenye ibara fulani, soma kifungu fulani utaona. Lakini ukisoma katiba ya mwaka 77 ukianzia ibara ya 97 nafikiri, utaona pale imeelezwa upatikanaji wa sheria. Ile ibara tena kama nitaangalia vizuri, imeeleza upatikanaji wa sheria. Ngoja nihakiki vizuri hapa. Unajua vitu hivi vya nchi unaweza ukaongea alafu ukasema sasa mwenyekiti mkubwa wa vijana kama wewe unaongea vitu ambavyo una uhakika navyo, inaweza ikawa sio nzuri. Ukisoma ibara ya 97, ibara ya 97, unajua mimi sio mtu wa kuandika sana pembeni. Ukisoma ibara ya 97 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77, juu pale imesema utaratibu wa kutunga sheria. Mimi nimeanzia hapo, kama kuna wasomi zaidi na wanaofahamu watatusaidia. Ukisoma ibara ya 97 utaona utaratibu wa kutunga sheria. Imeeleza hapo, utaka kutunga sheria utapeleka bungeni, mswada, sijui kibali, sijui kitu gani, wabunge watapiga kula, robo tatu ya wabunge, sijui nini na nini. Wameeleza vitu vingi sana. Lakini ukienda ibara ya 98 imeeleza hapo bunge laweza kutunga sheria kwa ajili ya kubadilisha masharti yoyote ya katiba hii kwa kufuata kanuni zifuatazo. Wameeleza hapo kanuni. Kusoma hapo vizuri wasomi mtaona. Lakini sasa cha kushangaza zaidi ambacho kila nikisoma sioni hiyo sehemu ambayo ina uwazi. Ukisoma ibara ya 98 kifungu kidogo cha pili, inaeleza kwa madhumuni ya ufafanuzi wa masharti ya ibara ndogo ya kwanza, kubadilisha masharti ya katiba hii au masharti ya sheria, maana yake ifahamike kuwa ni pamoja na kurekebisha au kusahihisha masharti hayo au kufuta na kuweka masharti mengine badala yake au kusisitiza au kubadilisha matumizi ya masharti hayo. Yani kifungu ndio kimeishia hivyo. Kwa hiyo ukiangalia vizuri ibara ya kuanzia 97 ukija 98 kifungu kidogo cha pili, auoni kwamba kuna uwazi wa namna ya kupata katiba mpya. Uoni. Tena hapa ngoja nijilizishe vizuri, maana hapa ni hoja nzito kidogo. Ni hoja nzito sana. Ni hoja nzito sana. Uoni kwamba katiba mwaka 77 inaeleza kwa uwazi kwamba Watanzania wanapofika wakati wanataka katiba mpya, utaratibu umeelekezwaje kwa mujibu wa sheria. Kwa sababu ukisoma hiyo ibara ya 98 kifungu kidogo cha pili, wameeleza kubadilisha, kuboresha, kusahihisha, kufuta. Sasa kubadilisha ina tafsiri, maana yake kuna kitu kipo na kibadilisha kuwa kitu kingine. Yani kama
ilikuwa rangi ya blue, utaweka rangi nyeupe, maana yake utakuwa umebadilisha. Lakini kuboresha ni kama kupendezesha, kusahihisha. Pengine tafsiri yake ilikuwa imekaa hivi, lakini wewe unaweka kwa staili hii. Na ukiangalia vizuri hakuna kifungu chenye uwazi. Yani hoja yangu ya msingi, hakuna kifungu chenye uwazi kwamba ibara hii pengine ingesema kuboresha, kusahihisha, kufuta, kubadilisha, lakini kuandika ama kutunga katiba mpya haipo. Na wasomi mtatusaidia, wanasheria mtatusaidia, lakini mimi sijaona kwamba katika kifungu cha kupata katiba mpya, yani katiba mwaka 77, inachoeleza kwa uwazi kwamba tunataka katiba mpya kwa mujibu wa katiba mwaka 77, kifungu kipo wazi namna ya kupata katiba mpya. Kifungu kilichokuwepo kinaonyesha zaidi kuboresha, kusahihisha, kubadilisha na kubadilisha yale masharti mbalimbali, kwa maana ya kilichokuwepo kiboreshwe, kibadilishwe. Yani kiboreshwe, kibadilishwe, kisahihishwe, sio kuandika katiba mpya. Hakipo iko kifungu, mimi sijakiona, na kama kipo mtatusaidia. Ama hii tafsiri ya hii ibara 98 kifungu kidogo cha pili mtusahihishe vizuri, labda wasomi zaidi wa sheria ama wa katiba mtusaidie. Lakini hakuna kifungu kilichoweka wazi namna ya kupata katiba mpya, hakipo. Kwamba Watanzania tunataka katiba mpya, katiba inaeleza. Kwa sababu ukisoma hii ibara, ukisoma tafsiri ya hii ibara kifungu kidogo cha pili, maana yake kwamba katiba tuliokuwa nayo ndio tuifanyie maboresho, amendment, mabadiliko, masahihisho. Yani tutoe hiki tuweke hiki kwenye katiba mwaka 77, tutoe hiki tuweke hiki kwenye katiba mwaka 77, lakini sio kuandaa kabisa upya utaratibu wa kuanza zero draft mpaka mwisho. Hakipo, na hii katiba haijaonyesha. Na kama ipo mtusaidie, sisi jukwaa la vijana mtusaidie, kwamba labda wewe umesoma vibaya au tafsiri uliotumia ni tafsiri mbaya. Tunahitaji kuona hayo majibu. Lakini ukweli kwenye katiba mwaka 77, ambayo ndio chombo ambacho tunaweza kukidai katiba mpya, hakina kifungu chenye uwazi ya juu ya kupata katiba mpya, bali kifungu kilichokuwepo ni kuweka masharti ya sheria, mabadiliko ya sheria, na kama tunataka katiba basi tuboreshe katiba iliyokuwepo ya mwaka 77. Sasa hapa ndo sehemu kidogo tunagusa sehemu ya kuichambua hiyo katiba, tunagusa kidogo tu. Kwa hiyo na ndio maana unaona hata mission nyingi ambazo za katiba, tupate katiba mpya, zinafeli, kwa sababu hata katiba mwaka 77 pia ina changamoto ya juu ya kupata hiyo katiba. Watu wanasoma tu juu tu, utaunda sheria hiyo itatoa mwongozo, yatachukuliwa maoni na nini, lakini sisi tunazungumzia sio kuboresha katiba. Tunazungumzia kuandika katiba mpya. Tunapozungumzia kuandika katiba mpya, kwenye katiba mwaka 77 hakuna kifungu chenye uwazi kinachoonyesha kwamba Watanzania wakitaka kuandika katiba mpya ni mfumo gani unatakiwa utumike, bali katiba imeeleza kuboresha, kusahihisha. Maana ukizungumzia kuboresha, kubadilisha, kusahihisha, unazungumzia kitu ambacho kipo. Na ndio maana katiba hii ya mwaka 77 ina maboresho 21. Mabadiliko ya katiba ya mwaka 77 ina maboresho 21, ina viraka 21, kwa sababu hakuna sehemu yenye uwazi inayoweka wazi upatikanaji wa katiba mpya, na sisi tunataka katiba mpya. Kwa hapa ndio unakuta viongozi wanasema tunatumia busara, na ndio maana hata Jakaya Mrisho Kikwete, rais ya awamu ya 4, alisema tunawaletea hii katiba mpya, mjadiliane, mkishindwana tarudi kwenye katiba mwaka 77. Ni hekima. Katiba haina uwazi huo haupo. Kwa haya mambo ni mambo ambayo tutakwenda kuyazungumza nchi nzima, tuone ni sehemu gani muhimu pa kuanzia ili twende tukapate katiba mpya. Lakini tunapata katiba mpya wakati wa Tanzania, sehemu kubwa ya Watanzania wanaijua katiba ya mwaka 77. Viko vifungu vingi tumeweka hapo, waziri mkuu na baraza la mawaziri,
tumeweka hapo rasilimali za nchi na nini, tutakwenda kueleza huko baada ya ziara yetu kukamilika. Kwa hiyo kupitia siku hii ya vijana niseme tu kwamba tumeona hayo mambo na tutakuwa na wakati mwingine wa kuzungumza zaidi kwenye masuala ya katiba. Kama nilivyoeleza, vifungu viko vingi vya kueleza kwenye ya sheria katiba mwaka 77, ili sasa tunapokwenda kuidai katiba mpya tunasema madhaifu ya katiba mwaka 77 na tunataka katiba mpya iwe katiba yenye mazingira ya namna gani. Na nimalizie tu kwa kusema mimi sioni tukipata katiba mpya ambayo itakuwa na mahitaji makubwa katika taifa letu. Huo ndio ukweli. Tusidanganyane. Tutapiga kelele tutafanya vitu vingi katiba mpya. Inawezekana au warushika katiba mpya wakatuletea hiyo katiba. Lakini ndio ikawa katiba mbovu kuliko hata ile ya mwaka 77. Katiba hii ingepita, CCM haipo madarakani. Sheria ambayo tunaiona hii sheria ya uchaguzi, sijui usaili wa tume ya taifa ya uchaguzi, tume huru ya taifa ya uchaguzi, imetajwa lakini imetajwa rais atakiwa kushinda kwa idadi kubwa tu ya kula. Yaani kwa wingi wa kula rais atakiwa ashinde. Hapana. Katiba hii imesema rais atashinda kwa idadi ya 51% ya kula, na ikitokea hajafikisha 51% ya kula, uchaguzi unatakiwa urudiwe. Katiba hii, wenye akili timamu wakisoma wataona katiba hii. Lakini katiba hii imeruhusu, hujaelewa matokeo ya Rais Samia Suluhu Hassan, hujaelewa matokeo ya rais aliyeshinda. Katiba hii imeruhusu kwamba chama cha siasa ama mamlaka yoyote ile ambayo naona imepewa haki kwa mujibu wa sheria wanapaswa kwenda kuhoji matokeo ya rais mahakamani, kitu ambacho kwenye katiba mwaka 77 hakipo. Yaani leo mimi nikitangaza hata kwa bahati mbaya na Jaji Mwambengele kwamba Yusuf Lai umeshinda urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata kama kula zangu hazikutosha, kesho na hapa, na hakuna mtu yoyote ambaye ataenda mahakamani atasema sio kweli, tuchunguze huo ushindi wake. Hayupo, kwa sababu katiba mwaka 77 haijatoa hiyo mamlaka. Hii imesema kwamba utapofika wakati hatuelewi matokeo ya kula ya rais, tunatakiwa twende tukahoji mahakamani pale inapobidi, na ikionekana kwamba matokeo yako sawa sawa, mshindi atapewa nafasi yake ama uchaguzi utarudiwa. Katiba hii. Lakini katiba hii ya mwaka hii ambayo tumeambiwa ni mbaya na haijapita, tumepoteza mabilioni ya fedha. Katiba hii imetoa haki za watu wengi humu. Haki ya vijana imeelezwa humu ibara 54, upatikanaji wa baraza la vijana taifa ambao nimezungumza hapo nyuma. Imeeleza humu haki ya wanawake kumiliki mali, kumiliki ardhi, kupewa fursa mbalimbali. Imeeleza humu haki ya watu wenye ulemavu, serikali iwajibike kwa walemavu, kwa mfano walemavu wa ngozi kupata madawa, yani serikali iwajibike kwenye watu wenye ulemavu. Katiba hii imeeleza haki za wazee, serikali iwajibike kuwatunza wazee. Kuna wakati tuliona JPM rais wa awamu ya 5 hayati John Pombe Joseph Magufuli alitoa utaratibu wa wazee kupewa mahitaji bure, ni kwa sababu katiba pendekezo iligusa. Hii katiba hii iliguswa kwamba wazee, serikali iwajibike ikibidi kuwatunza wazee, serikali iwajibike kuwatunza watu wenye ulemavu na kuwajibika mahitaji yao, serikali iangalie wanawake, fursa mbalimbali za kiuchumi, za kijamii, kisiasa, kimaendeleo. Vijana pia wameguswa, zimeguswa humu haki ya upatikanaji wa maji safi na salama, upatikanaji wa kumiliki ardhi na vitu mbalimbali ambavyo ukivisoma unaona kabisa katiba hii CCM walipaswa kuikataa, kwa sababu hata wao walikuwa wanaona ni katiba ambayo inaenda kuwaondoa, na wanaona kabisa kuna mambo ambayo yapo humu wao wenyewe waliyapitisha, lakini waliyapitisha kwa sifa. Mwisho wa siku waliona hayatekelezeki kwao, na yakitekelezeka kwa 100%, mambo mawili yanaweza kufanyika: wataendelea kuaminiwa au wataondolewa kwenye madaraka yao. Katiba hii ya pendekezo, na mimi napata wasiwasi sana. Nasemaga siku zote CCM na serikali hawakushindwa kuipitisha hii kuwa katiba pendekezo hadi kwa sababu Chadema walisusa. Chadema nani? Yaani wasuse afu wao washindwe kuipitisha hii katiba pendekezo. Hawakushindwa kwa sababu CCM hawana haya kwenye mambo yao.
Kama kulikuwa kuna mambo ya msingi ambayo wanaona wao yanawabeba kwenye katiba pendekezwa, CCM wangefanya hila zozote. Wangeunga vyama vya siasa, wangeunga wadau, wangeunga wanaharakati, wangewapa pesa wanahabari, wangewapa makundi ya kijamii, wangeisifu katiba hii, wangeipamba katiba hii, na wangeandaa utaratibu wa kula maoni, na Watanzania wangeenda kupiga kula, na Watanzania wengi wangesema wanaitaka hii katiba. Kama katiba hii pendekezwa ingekuwa na mambo ambayo wao inawafeva. Lakini kila wakisoma naona mbona mtu tumejichanganya. Kila wakisoma mbona kama hii tumejichanganya. Mwisho wa siku na wengine wakasema hiyo katiba pendekezwa haifai, mbaya, wakasema na tunatumia mgongo huu, tunaachana nayo, tunakwenda kwenye katiba ya mwaka 77. Tumerudi tena nyuma kule tumerudi nyuma. Kwa hiyo CCM hakushindwa kuipitisha hii katiba. Serikali haikushindwa kupitisha hii katiba, lakini vitu ambavyo waliviandika wenyewe humu ndani ni vitu ambavyo wao wenyewe hawawezi kuvikubali. Kwa hiyo tuna imani kwamba tunataka katiba mpya, lakini kwa mfumo uliokuwepo wa bunge letu, wawakilishi waliokuwepo, sidhani kama tutapata katiba ambayo itagusa mioyo ya Watanzania wote, ama sehemu kubwa wa Tanzania itawagusa. Sioni hiyo katiba, sioni. Kwa aina ya CCM walivyo na watu wao na mamlaka zao, sioni. Lakini tunasema tutapambana, tutapata hiyo katiba kwa mazingira yoyote. Mazuri tutakayoyapata tutayapokea, na mabaya tutakayoyapata ama mazuri tutakayoyakosa tutaendelea kuyapigania kidogo kidogo mpaka itafika mwisho tutapata. Kama imani zinatuambia kwamba dunia yenyewe itafika mwisho, hata mambo haya ambayo tunahitaji kuwa kwenye katiba watayazuia, lakini utafika wakati utakuwa mwisho na sisi tutayapata hayo mambo, na tutaiondoa serikali ya Chama cha Mapinduzi kwenye madaraka kupitia katiba ambayo tutaiandika sisi wenyewe.